Ndiyo. Tukio la Jonathan Soa ni kama amekalia kutikavu hivi. Kwa nini nasema hivyo? Kupitia bodi ya ligi, kwa maana kutoka kwa shirikisho la soka la mpira wa miguu Tanzania TFF pamoja na bodi ya ligi TPLB, mmoja kati ya mabosi wa bodi ya ligi alisema kwamba tukio hilo sio sahihi, limevunja kanuni za uangalifu na ni kosa kwa mujibu wa kisheria. Jonathan Soa alimkanyaga kiungo Azam FC Himidi Mau dakika 90 plus. Yani 90 na kuendelea huko. Tukio lilofanya baada ya kuingia nafasi ya Alassane Kante dakika ya 84. Hata hivyo tukio hilo halikuonekana na muamuzi Abdalla Mwenye Mkuu, na mechi ilivyomalizika tu video za tukio hilo zilianza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii kama tunavyojua soka letu. Klipu zilianza kutambaa mitandaoni, zikaleta hisia tofauti na mkanganyiko. Mwisho wa siku bodi ya ligi pamoja na TFF waliliona hilo, na moja kati ya mabosi alilizungumza kwamba ni kosa kisheria. Tumeona Simba anapata shida kwenye eneo la ushambuliaji. Ikitokea wamemkosa Jonathan Soa, nini hasa ama yani watakwenda kuathirika kwa namna gani? Wanaenda kuathirika kwa sababu kumkosa Soa, kwa sababu ujue adhabu hiyo inaweza ikaanzia kwenye mechi 5. Kwa sababu unaweza kurejea nyuma kwenye tukio la Ibrahim Baka dhidi yule Ibrahim Ame, yule defender wa Mbeya City. Unaweza kurudi kwenye issue ya Mudibeka wa JKT Tanzania dhidi ya Lusajo Lukaga Mwaikenda. Wote walikula mvua ya mechi 5. Sijui kitu gani ambacho kinaweza kumfanya Soa kumwepusha asiende kukinywa hichi kikombe, lakini ukisema katika mchezo huo, ukiachana hiyo faulu ambayo Soa alienda kumchezea Himidi Mau, lakini Himidi huyo naye alienda kumchezea Alassane Kante. Kwa mimi nafikiri ni kitu siko hapo kwa ajili ya kubalance. Mimi nafikiri bodi ya ligi wao ndio chombo ambacho kitaweza kuja kutupa taarifa hayo matukio yote. Unajua, kwa sababu uzuri siku hizi mechi zetu hazichezwi gizani. Zinachezwa kwenye sehemu ambayo kila mmoja anaona. Yani wako wanaofuatilia kiwanjani, lakini pia wapo wanaofuatilia kwa maana kwenye TV, na kila mechi inayochezwa ina mtu aitwa mechi ya sesa. Kazi yake ni kutazama matukio, kwa sababu unaona tukio la Ibrahim Wame na tukio la Ibrahim Baka na tukio la Lusajo Mwaikenda na tukio la Mudibeka ni matukio ambayo waamuzi ndani ya kiwanja hawakuyaona. Mechi imeisha, Baka hajapata kadi nyekundu, mechi imeisha pale Meja Samuyo, Mudibeka hajapata kadi nyekundu, lakini kupitia mechi ya sesa wanapeleka ripoti kwenye kila baada ya mchezo. Mechi kiisha wanasubmit ripoti, bwana kulikuwa na tukio hili na tukio hili, na uzuri mechi zaonyeshwa, basi wanaomba review ya mechi. Wakiweka mkanda wa mechi pale, basi ndio hili, unakula chuma chako, maisha yanaendelea. Steven Dense Mukwala pamoja na Selemani Mwalimu wanatosha kuiongoza safu ya ushambuliaji kwa upande wa Simba, Raymond? Wanalazimika kufanya hivyo. Yaani inatakiwa lazimike kutosha, kwa sababu anayeondoka kama atapewa adhabu, of course tunajaribu kupredict the future. Atoboi. Tumejipa kazi ya ushehe. Ni Jonathan Soa ambaye hajacheza dakika nyingi kwenye kama regular starter kwenye kikosi cha Simba, lakini pamoja na kutokucheza dakika nyingi, top scorer wa timu. Akiwa amefunga magoli 3. Na maana conversion rate yake ama ufanisi wa matendo anapokuwa kwenye box ni mkubwa kuliko Mukwala, kuliko Selemani Mwalimu. Kwa hiyo ukimkosa mtu kama huyo, natakiwa mwalimu ulazimike kuja na mpango mkakati mwingine ambao utawafanya ambao wapo waweze kushine, kwa sababu tumeona Young Africans amekosekana Baka, wamecheza wakina Asinki, wamecheza Mwamnyeto. Yani as a team, yani taasisi inatakiwa endelee mbele. Lakini ukimuuliza mwalimu ukisema, je, ungetamani kuwa na Soa au Mwalimu? Kwa Mwalimu tena kama ndo atakuja mwalimu mpya, akiangalia namba za sema okay, mimi namtaka mchezaji mwenye namba kubwa, kwa sababu kwenye mechi 5 kufunga magoli 3 sio kitu kidogo, lakini pia kwenye kufunga hayo magoli 3 umefunga, ulikuwa unacheza dakika 90 mechi zote. Alikuwa anacheza kwa dakika chache. Kwa hiyo kwa mwalimu kama mpya atapatikana, atakwambia mimi namtaka Soa, lakini je, unaweza kumpata? Kwa vile huwezi kumpata, utatumia wakina Mwalimu pamoja na huyu Dense Mukwala ambaye msimu amekuwa na msimu wa ovyo mpaka sasa hivi. Yani
ni vile tu wazungumziwi, sijajua kwa nini azungumziwi, lakini katika wachezaji ambao wanatakiwa kupandisha soksi zao haraka iwezekanavyo, Steven Dese Mukwala msimu uliopita alikuwa na numbers ambazo zilikuwa zinambakisha ndani ya kambi ya Simba mpaka sasa hivi, lakini as it stands mpaka sasa hivi kiwango chake ni cha kawaida mno ambacho hata Steven Dese Mukwala pull up your socks. Unaweza kumchukua mtu kutoka Morogoro hapo au Lindi akaja akafanya kile anachokifanya sasa hivi Mukwala ndani ya Simba. Inawezekana zaidi pia. Inawezekana kabisa. Kama yupo Popita anafanya zaidi anachokifanya Mukwala. Sasa unataka nini tena? Au hata Jafet Kitambala. Sasa goli moja. Shule anafanya shughuli ya Kitambala, usikia unasema ni goli moja, lakini shughuli zake zinaonekana kwenye mechi kubwa kama zile. Nile ndio mizigo yake, anataka kuachiwa mechi zile. Kwamba unataka kusema walimsajili kwa ajili ya kuwafunga Simba. Ndio shughuli zake hizo. So Simba mechi kubwa yani yeye anaingia. Ya Wydad mbona hakuonekana? Sasa sinarudiwa mechi hapo utaona. Mechi na Wydad mechi ndogo. Narudiwa hiyo mechi. Hawezi kuwa ndogo. Kwenye mechi ya Singida ndogo hizo. Mechi ya Singida. Mchezaji kuwa mchezoni. Siku mbaya kazini. Jamani. Basi sawa, wakati unaendelea kutazama uchambuzi, nikwambie tu kupitia Royal Plus ambayo inapatikana hapo pia Bet. Hii ni promotion